Inahesabika kuwa ni mchezo wa kihistoria zaidi kutokana na maajabu ambayo yaliweza kutokea mwaka 2002 katika fainali zilizofanyika Korea Kusini na Japan, ambapo mchezo wa ufunguzi Ufaransa Les Bleus chini ya kocha Roger Ramere walikubali kichapo cha bao 1-0. Hebu kumbuka vizuri ushindi wa mabao 3-0 ambapo Zinedine Yazid Zidane Zizou alifunga mabao mawili katika mchezo wa fainali mwaka 1998, lakini bila kusahau bao la Emmanuel Petit ikapata ushindi wa bao 3-0 dhidi ya Brazil. Kisha Ufaransa akaendeleza ubabe wake mkubwa zaidi katika fainali za Ulaya mwaka 2000 akimfunga timu ya Italia Asuri kwa kichapo cha mabao 2-0. Mabao mawili, moja likifungwa na Sylvain Wiltord na lingine likifungwa na David Trezeguet, yakatosha kupatia ubingwa wa Ulaya. Lakini ilikuwa ni kitu cha kushangaza zaidi kwa sababu Mfaransa mwenzao Bruno Metsu aliweza kuadhibu kwa kichapo cha bao 1-0, bao la Papa Bouba Diop, krosi safi ya Alhaji Diop, na kuwashangaza Ufaransa ambao walikuwa ni mabingwa watetezi. Lakini hiyo imepita, ni miaka 24 tena timu hizi mbili zinakutana, lakini kipindi kile ilikuwa ni tamu zaidi kwa sababu rais wa Senegal Abdoulaye Wade alitoa mapumziko siku ya Jumatatu baada ya ushindi mkubwa uliopata wa bao 1-0. Tamu zaidi ni kwamba Didier Deschamps hakuwepo, japo alikuwa ni nahodha katika fainali za mwaka 1998, lakini kwa papeti yao yeye alikuwepo sehemu ya kikosi japo hakucheza. Karibu sana katika mchezo mwingine wa kumbukumbu tamu zaidi, ambapo Ufaransa ambaye ni mabingwa mara mbili wa kombe la dunia mwaka 1998 pamoja na mwaka 2018 nchini Urusi, lakini bila kusahau ni mtu ambaye aliingia fainali dhidi ya Argentina na kupoteza kwa mikwaju ya penalti. Wataanza safari nyingine tena tamu vipi leo dhidi ya Senegal ya papeti yao. Mimi ni Saidi Salim Msumi, sitakuwa peke yangu kwa sababu uchambuzi utaongozwa na nani? Uchambuzi utaongozwa na kachero wa kimataifa Abisai Steven Jr. yupo hapa kwa ajili ya kutupatia zote za kikachero, na abidi kuna vitu vingi sana vimejaa ndani yake. Lakini unapozungumzia mchezo mkubwa kati ya Ufaransa dhidi ya Senegal, huwezi kuacha kumtaja mtu mkubwa kuwepo humu ndani. Huyu amepita ndani ya klabu ya Azam ya vijana, kisha akaelekea Moro United, kisha akaelekea Young Africans baada ya mafanikio makubwa sana ile akampa tena, akatafuta marisho yake mengine tena kuelekea nchini Morocco kwenda kuitumikia timu ya Difa El Jadid, lakini haikutosha, akaelekea Wydad Casablanca na kisha kwenda kuangazia malisho mengine sana Al Qadsia, akapita pia sasa yupo Al Athlaba. Simon Happy God Msuva, nyota wa timu ya Tanzania Taifa Stars, ambaye ukongwe wake, uhimili wake, amefunga magoli 25 akiwa sawasawa na nyota mlisho Halfan Ngasa, ndiye anayeongoza kwa magoli ndani ya timu ya Tanzania Taifa Stars. Lakini huwezi kuacha kuzungumzia uchambuzi bila kumzungumzia legend is here. Mkongwe yupo hapa, Edo Kumwembe, kwa ajili ya kutujuza yale yote kuhusiana na kuelekea mchezo huu tamu zaidi. Mfaransa Bruno Metsu hivi sasa ni marehemu, mfungaji wa goli Papa Bouba Diop naye ni marehemu. Walitosha kuishangaza dunia. Walitosha. Chilia mbali ushindi wa Kameruni dhidi ya Argentina mwaka 1990, inatajwa mechi kwamba ndio ambayo ilileta mshangao mkubwa, mshtuko mkubwa duniani. Kwa Senegal kuwafunga mabingwa watetezi hilo moja, lakini Senegal ilikuwa ni mara yake ya kwanza, kama ulivyoona Cape Verde jana, utakavyoona Jordan, nchi kama hizi zinavyocheza zinakuwa ni mara ya kwanza. Senegal ilikuwa ni mara ya kwanza kucheza fainali za kombe la dunia, lakini vile vile haikuwa na wachezaji wakubwa. Ilikuwa na wachezaji ambao wanacheza Ufaransa, lakini walikuwa bado hawajatoka, kama wakina Mane na wakina Idrissa Gana Gueye. Wengi walitokea pale wakapata timu kubwa zaidi, tofauti na mastaa wa Senegal leo ambao tayari ni wakubwa, wakina Sadio Mane, unaona wengi ni wakubwa tayari, lakini wale wakina Diouf ndio walikuwa wametoka. Watu wengi waliojua kwenye ile michuano.